Diwani wa Selela akipewa hela ya darasa au akipewa fedha za zahanati, mnafikiri anaweza akashirikiana na mtumishi wetu kudokoa hiyo hela? Kwa hiyo nawaomba watu wa Selela kwamba hii wilaya inakwenda kufanya changes ya miradi ya maendeleo, inakwenda kufanya changes ya utumishi uliotukuka kupitia kwa waheshimiwa madiwani wenzangu. Wapigieni makofi. Oldonyo Media, habari karibu nawe. Na mimi ungane wenzangu wote kuomba kula za Chama cha Mapinduzi. Tunamwombea kula kipenzi chetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Mengi yameelezwa na Mheshimiwa Lusendeka, sina sababu ya kurudia. Lakini namwombea kula ndugu yangu Kadogo, ila msije mkaangalia kwenye karatasi ya kula mkatafuta nani Kadogo alipo. Alipo la Isaac. Kwa hiyo yeye mnamfahamu vizuri, sio mgeni wenu, lakini ile diwani ambaye ndio leo tumemfuata. Kaka yangu Lusendeka, yeye amesema mimi ni bosi wake, lakini mimi alikuwa bosi wangu sana kwa maeneo mengi. Mimi nilikuwa katibu wa vijana wa wilaya na wa mkoa. Yeye alikuwa pale utawala pale makao makuu ya umoja wa vijana. Kwa hiyo alikuwa bosi wangu. Lakini vile vile nimekuwa katibu wa chama wa wilaya na mkoa, lakini yeye alikuwa makao makuu pale ya Chama cha Mapinduzi kama mwenezi na msemaji wa chama. Kwa hiyo ni bosi wangu, ila kwa sasa hivi ni kweli kwa sababu alikuwa mbunge na mimi tayari bosi wake. Lakini kwa kweli ni mtu ambaye kwa kweli mimi nimemuelewa, anakielewa chama vizuri, lakini amewafunda sana vijana. Kama mnisikia vizuri, mmemuelewa. Majaribu alipita nao ni mengi, lakini mimi tunaye tumeanza naye toka kule mkoani kwake, lakini juzi tulikuwa naye kule Longido, leo yuko hapa anakufanya kazi kwa gharama zake mwenyewe, kwa moyo wake. Tunataka viongozi wa aina hiyo. Hongera sana Mheshimiwa Lusendeka. Naomba watu wa Selela kwamba hii wilaya inakwenda kufanya changes ya miradi ya maendeleo, inakwenda kufanya changes ya utumishi uliotukuka kupitia kwa waheshimiwa madiwani wenzangu. Wapigieni makofi. Na ndio maana nimewasimamisha kabisa. Mko hapa na niwaombe sana meza kuu, viongozi wenzangu, ninawaomba kidogo. Kumekuwa na chokochoko kidogo ya wenyekiti wa halmashauri. Mimi nilikuwa mwenyekiti wa halmashauri. Kumekuwa na chokochoko, lakini tuache chokochoko. Wazungu wanasema au Waswahili wanasema muda utasema. Kwa sasa bado muda hujafanyaje? Hujasema. Kwa sababu hakuna hata aliyeamini siku moja mimi ningerudi kuwa mwenyekiti wa halmashauri mwenyewe, na hakuna aliyeamini kama siku moja mimi ningesimama kuwa mbunge wa jimbo la Monduli. Kwa hiyo niwaombe wote kwa pamoja tusigegeane maneno midomoni. Nimesema mbele yako mkurugenzi, nimesema mbele ya UWT, na nimesema mbele ya mkurugenzi wangu wa uchaguzi ndani ya wilaya kwamba hebu tutulie. Wakati utafanyaje? Utasema. Na uzuri mmoja, katibu wa mkoa huko, katibu wa wilaya hapo, master yuko hapo, doma zelote, sekretarieti yuko hapo. Mtapenya wapi? Siwatishi. Nataka tu niwaambieni tusimame kumtafutia Mama Samia kura za Mama Samia zijae, za mbunge wenu zijae, za madiwani wenu zijae, ili na nyinyi basi muwe na uhakika wa nafasi zenu. Nimefurahi leo kwa Kisoki mmekuja. Kuna mahali ingine tukienda, sisemi uongo mkurugenzi wa uchaguzi, tunakuwa wawili watatu. Lakini leo siwasifii, kuna ambao wanakujaga mara nyingi. Nikiwasifia hapa ndaweka nongwa. Nimesema mbele yenu, kwa hiyo sasa tuna siku 18 za moto. Nimewaambia siku 18 za moto za kuhakikisha kura za Mama Samia zinajaa. Na mimi nahutubia na nyinyi mkisimama hapa nyinyi muwepo. Kwa nini si ndo mbunge wenu na mimi ndio mwenzeenu? Hotuba yangu inaanza namna hii. Sitaki tena kuelezea miradi ya maendeleo iliyofanyika. Si ndio? Imeshafanyika. Mnajua fika ndani ya miaka 4 ya Mama Samia, katibu wa mkoa, nenda kaangalia kwenye kumbukumbu. Mishahara ya watumishi, fedha za miradi ya maendeleo na OC tumepokea bilioni 162,282,082 bilioni. Nani amekai ya Mama Samia? Ukiniambia nichanganue, na uwezo wa kuchanganua. Mishahara ya watumishi milioni 18, bilioni 18 kwa mwaka. Fedha kwa ajili ya chakula mashuleni bilioni 9. Fedha kwa ajili ya OC bilioni 3. Fedha kwa ajili ya miradi ya maendeleo ilikuwa ni bilioni 6 wakati Mama Samia anaingia. Baada ya Mama Samia kuingia, miradi ya maendeleo ikatoka bilioni 6 mpaka bilioni 22. Ikatengeneza umbo la bajeti yetu
kila mwaka kukua na kupanda. Alianza Mama Samia, bajeti ya halmashauri ilikuwa bilioni 29, alipoingia ikawa bilioni 32, akaendelea bilioni 35. Hivi tunapozungumza leo hii, Mama Samia tunaletewa fedha kwa mwaka bilioni 42 kwenye halmashauri ya wilaya Monduli. Ndio bajeti ya mwisho tuliopitisha ya halmashauri. Ndugu zangu, nimeangalia ilani na nataka nizungumze mbele ya madiwani wenzangu. Hiyo hotuba leo ni ya kipekee. Tunazungumza wote, wakinisikiliza hivi tusimame wote. Miradi ya maendeleo, Mama Samia ametutengea fedha za kutosha. Shule za msingi tumetengea madarasa 100. Ukienda kwenye ilani unakuta hivi kwenye madarasa 100 Selele itakosa madarasa 2. Tunakwenda kwenye uchaguzi tarehe 29 mwezi wa 10. Kazi yetu kubwa ni kumchagua rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wabunge na madiwani. Rais tunayemchagua kwa mujibu wa katiba ndiyo mkuu wa nchi, ndiyo mkuu wa serikali na ndiyo amiri jeshi mkuu. Rais huyu ndiye amepewa mamlaka kwa mujibu wa ibara ya 34 kusimamia masuala yote ya mamlaka ya serikali ya jamhuri, kwa mambo ya Jamhuri ya Muungano na kwa mambo yanayohusu Tanzania bara. Yeye ndiye amepewa dhamana. Rais huyu nimesema ndio mkuu wa nchi, mkuu wa serikali na amiri jeshi mkuu. Ni lazima sasa ujue unamchagua mtu mwenye sifa zipi kuweza kuchukua nafasi hiyo. Ya kwanza, unamchagua mtu ambaye ana sifa yeye mwenyewe, lakini unaangalia na chama alichotokana nacho. Dr. Samia Suluhu Hassan kwa muda ambao amekuwa rais wa nchi yetu amefanya mambo makubwa. Dr. Samia Suluhu Hassan ameinua pato la nchi, amejenga uwezo wa kutoa huduma kwa wananchi. Mimi na hakika na Kadogoni ni shahidi na madiwani ni mashahidi kwamba hakuna muda ambao serikali imeleta fedha katika ngazi za msingi kama kipindi cha Dr. Samia Suluhu Hassan. Zahanati zimeongezwa, vituo vya afya vimeongezwa, huko nimeambia mpaka na zahanati moja mnajenga kwenye vitongoji, shule zimeongezwa, barabara sasa zinajengwa kwa kiwango cha lami, na moja ya barabara itakayoanza kesho kutwa kilomita 23 ni barabara hii inayotoka Kigongoni kuja Selela kuelekea kwenda mpaka Loliondo. Sisi moyo. Lakini jambo jingine ambalo nataka niwaambieni, hatujawahi kumuona rais muungwana na mwenye mapenzi ya dhati na aliyejitoa kwa ajili ya maendeleo ya watu wake na anatazama mahitaji ya jamii kwa kila kona ya nchi na pande zote za muungano. Dr. Samia Suluhu Hassan ameendeleza miradi iliyoanzishwa na Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Miradi ya kimkakati yote imeweza kuendelea, na Dr. Samia amebuni miradi mingine ya maendeleo, na kwenye ilani ya mkoa wenu Arusha mmeiona, na katika ilani ya taifa ya uchaguzi mmeiona. Kwa hiyo nataka niwaambieni, kwa kumchagua Dr. Samia Suluhu Hassan, maana yake una hakika watoto wako walioko shule ya msingi, walioko sekondari, walioko kidato cha 5 na cha 6, hao kwanza wanasoma bure. Kwa kumchagua Dr. Samia Suluhu Hassan, watoto wako wanaokwenda chuo kikuu wanapata mkopo wa serikali ambao utawezesha kumaliza degree yao ya kwanza bila wewe kuhangaika, na kwa ajili kazi hiyo inabebwa na Dr. Samia Suluhu Hassan. Na wimbo wangu unaenda kuhusu nini nataka kuwafanyia wana Selela ndani ya miaka hizi 5. Nikianzia na kule ranch, na naomba mniitikie wimbo wangu. Uitikio ni tunatiki. Hebu semeni tunatiki. Tunatiki. Pale ranchi nimewaletea maji, lakini kazi bado itaendelea. Tutapambana kuhakikisha kwamba watu wa ranchi wanaenda kupata maji ya kutosha. Sasa kwa nini Oktoba tusitiki? Kwa nini Oktoba tusitiki? Ukirudi pale Ndinyika, msinichukulie poa. Mkirudi pale Ndinyika, nimewaletea pia maji. Sijaleta, nimeleta. Sasa kwa nini Oktoba msitiki? Kwa nini Oktoba msitiki? Ukija hapa Bomba, pia nimepambana miaka nyuma, nimewaletea maji. Sijaleta, nimeleta.
Sasa kwa nini Oktoba msitiki? Kwa nini Oktoba msitiki? Lakini ukija hapa shuleni pale chini, pia nimepambana, nimewaletea vikundi vya kina mama, lakini maji pia nimewaletea. Kwa nini Oktoba msitiki? Kwa nini msitiki? Lakini kama sio haitoshi, Mheshimiwa Mbunge, ukisha apishwa tu, naomba kituo chako cha kazi cha kwanza kiwe Selela. Kuna mradi wa maji, tuko katika hatua ya mwisho kuikamilisha katika kitongoji cha Nadoso itoka hapo chini. Sasa hivi watu wanapata maji, nimepeleka maji umbali wa kilomita 4. Sijaleta au nimeleta? Sasa kwa nini Oktoba msitiki? Kwa nini Oktoba msitiki? Lakini kama hiyo haitoshi, kule Mbashi nimeviletea vikundi vya kutosha vya kina mama. Nimeleta sijaleta? Bado nitaendelea kuzileta. Kwa nini sasa Oktoba msitiki? Oktoba mnatiki hamtiki? Lakini kama hiyo haitoshi, Mheshimiwa Mbunge mteule, mimi nikuombe mambo manne. Kwanza, kuna huu mradi wa barabara ya lami kuja Selela kwenda Engaruka. Mheshimiwa Rais ameshatamka, sasa naomba nitakusukuma na wewe ukasukume ndani tupate barabara. Hilo ni moja. Lakini la pili, tuna maeneo yetu ya malisho. Maeneo hayo lazima tuendelee kuyalinda ili iendelee kutusaidia katika maisha yetu. Sasa kwa hayo mawili, kwa nini Oktoba tusitiki? Oktoba kwa nini tusitiki? Lakini kama hiyo haitoshi, Mheshimiwa mbunge wetu, kwa sababu wewe ni mbunge, naomba tena nikuombe mambo mengine mawili. Kuna hiyo bilioni 7 kwa ajili ya miradi ya umwagiliaji. Rais ameshatamka, sisi Selela hapo chini na hapa, nataka msiondoke bila kuondoka na ndizi kutoka Selela. Ukishuka tu hapa chini unakutana na kisiwa cha ajabu chenye kila kitu. Kuna ndizi, kuna mpunga, kuna mahindi, kuna mboga, lakini ukitaka utalii pia utaona wanyama, utaona tembo, utaona mbogo na kadhalika. Lakini kama hiyo haitakutosha, bado utaona makundi mengi ya ng'ombe na mbuzi. Hapo tunahitaji bilioni 7, sehemu yake hije pia kutusaidia na sisi katika miundombinu ya umwagiliaji, tuweze kufanya kilimo ya kisasa, tunufaishe Selela na Monduli kwa ujumla. Sasa kwa hayo tu, kwa nini Oktoba tusitiki? Kwa nini Oktoba tusitiki?